Sisi tumekuja hapa, lakini mkakati wetu mmojawapo ni kupunguza uhitaji wa dawa za kulevya. Huo ni mkakati namba 2, lakini nikianza na mkakati namba 1 ni kupunguza usambazaji au uzalishaji wa dawa za kulevya. Naamini kabisa mmeshawahi kusikia kuhusu bangi, mmeshawahi kusikia kuhusu mirungi. Hizo ni dawa ambazo zinazalishwa hapa nchini, lakini jukumu letu sisi kupeleka elimu juu ya kutokuzalishwa kwa hizo dawa hapa nchini. Lakini pia mkakati wetu namba 2 ni kupunguza uhitaji wa dawa za kulevya. Kwenye kupunguza uhitaji tunatoa elimu mbalimbali kama tulivyokuja hapa kutoa elimu mashuleni, lakini asasi za kiraia zinatusaidia pia kufikisha ujumbe juu ya tatizo la dawa za kulevya, ili nyinyi wanafunzi kuwawezesha muweze kutimiza malengo yenu, msiweze kuhitaji matumizi ya dawa za kulevya. Ninaamini kabisa mko hapa, kila mtu ana ndoto zake, anatamani kuwa daktari, anatamani kuwa mwalimu, anatamani kuwa rubani na kadhalika, lakini once unapoingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya unaenda kuua ndoto zako. Kwa mkakati wetu namba 2 ni kupunguza uhitaji, na tunatekeleza hilo kwa kutoa elimu kwa kushirikiana na asasi za kiraia kuanzia mashuleni, shule za msingi, sekondari, vyuoni na kwenye jamii kwa ujumla. Lakini mkakati wetu mwingine namba 4 ni kuongeza au kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa. Tunafanya hivyo kwa kushirikisha wadau juu ya namna gani ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Tuna wadau kama TAKUKURU ambao tunafanya nao kazi. Naamini hapa shuleni kuna klabu ya kupinga rushwa. Ipo? Sasa zile klabu viongozi wetu waliona ni vema elimu ya rushwa na elimu ya dawa za kulevya vikaungana kwa pamoja, basi vikawa vinatolewa kwa wakati mmoja, kwa sababu dawa za kulevya haziwezi kupita mahali bila rushwa kutumika. Lakini pia tunajifunza kutoka kwa wenzetu ambao wameweza kwenye eneo la kupambana au kudhibiti dawa za kulevya. Kwa tunaenda labda nchi fulani kujifunza kwa wenzetu ambao wamepiga hatua kidogo mbali, wanafahamu mbinu mbalimbali ambazo zinatumika kwenye uzalishaji au usambazaji wa dawa za kulevya, lakini pia mbinu ambazo zinatumika katika kutoa elimu kinga kwenye jamii. Inawezekana nchi fulani wamefanya vizuri, basi sisi tunaenda kujifunza, au wao wanaona sisi tumefanya vizuri, basi wao wanakuja kujifunza. Kwa ni vitu ambavyo kila siku ya Mungu vinaibuka vitu vipya. Wenzetu wanaofanya biashara ya dawa za kulevya wana mbinu mbalimbali. Kwa ni vema na sisi tukajizatiti katika kupambana na mbinu hizo. Kwa TAKUKURU ni sehemu moja hapo ambayo tunafanya mashirikiano mazuri katika kupeleka ujumbe kwa jamii, kutoa elimu kwa jamii juu ya tatizo la rushwa na dawa za kulevya. Lakini pia tuna secretariat ya maadili ambayo tuko mbioni kwenye kuungana katika kutoa elimu juu ya maadili na elimu juu ya tatizo la dawa za kulevya. Unajua usipokuwa na maadili unaweza ukaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini ukiwa pia umeingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, unakosa maadili pale unapoishi kwenye jamii zetu kwa ujumla. Kwa hayo ni maeneo 4 ambayo nimeweza kuelezea kwa ufupi mikakati ambayo Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya tunaifanyia kazi katika kila eneo nchi nzima. Dawa za kulevya ni kemikali ambazo zikitumika zinaathiri mfumo wa fahamu wa mwanadamu. Kemikali ambazo zikitumika zinaathiri nini? Mfumo wa fahamu wa mwanadamu. Na zinapoathiri mfumo wa fahamu wa mwanadamu, maana yake zinaathiri utendaji wa mfumo wa mwanadamu moja kwa moja, si ndio? Sasa hizi dawa za kulevya zinatumikaje au zinaathirije mpaka kufika kuathiri mfumo wa fahamu wa mwanadamu, yaani ubongo? Hizi dawa za kulevya zinatumika kwa namna tofauti. Hizi dawa za kulevya ili zifike kuathiri mfumo wa fahamu wa mwanadamu zinatumika kwa njia ya kuvutwa, sawa, kama moshi, na wengine wanakunywa, lakini wengine wanafanyaje? Wanajidunga, sawa? Wanajidunga sindano ambazo zinachomwa kwenye veins za damu, zinapeleka ile dawa inaenda mpaka kwenye ubongo, maana yake inafika kule inaathiri mfumo wa fahamu wa mwanadamu. Hizi dawa za kulevya zimegawanyika katika makundi makuu matatu. Makundi mangapi? Matatu. Dawa za kulevya zimegawanyika katika makundi makuu matatu kwa namna zinavyoathiri mfumo wa fahamu wa mwanadamu. Kundi la kwanza, kuna dawa za kulevya ambazo ni vipumbaza. Tunaziita vipumbaza. Halafu kuna dawa za kulevya ambazo
zinaitwa vileta njozi. Vileta nini? Vileta njozi. Alafu kuna kundi lingine la mwisho ambalo ni aina ya dawa za kulevya ambazo zinasababisha, yani zikiingia zinaathiri, zinaitwa vichangamshi. Vinini? Vichangamshi. Kwa hiyo tutaanza na vipumbaza. Tutaanza na nini? Na vipumbaza. Labda huenda huko mnakopita huko mtaani na wapi mshawahi kuviona hivi vipumbaza. Hizi ni dawa za kulevya ambazo zikitumika zinamfanya mtu anakuwa hana uwezo wa kutenda mambo yake inavyotakiwa, yani zinamnyong'onyesha. Zinamfanyaje? Zinamnyong'onyesha. Anakuwa, nadhani mmeshaona kuna watu unakutana naye barabarani, amesinzia barabarani, hata kutembea hawezi. Unajua sasa huyo anasinziaje barabarani na kelele zote hizi? Ametumia kipumbaza. Sawa? Moja kati ya dawa hizi ambazo ziko kwenye kundi hili la vipumbaza, mojawapo ni dawa aina ya heroin. Unga, heroin wanavuta sana vijana sasa hivi. Na kwa vijana walika lenu, hiki ni kile kipindi ambacho ni kipindi hatarishi. Natakiwa mjiepushe sana na makundi ambayo yanaweza yakawapelekea mkajihusisha na vitu kama hivi. Kwa hiyo kwenye vipumbaza kuna hiyo dawa inaitwa heroin, lakini kuna dawa nyingine aina ya Valium. Hii ni dawa tiba lakini yenye asili ya kulevya. Inatakiwa itumike hospitali, lakini wewe unataka upate stimu, unaenda unanunua kule, unakunywa, unakuwa unapumbazika, unalala, uwezi ukafanya kazi. Sawa? Kwa hiyo hili ni kundi la kwanza, vipumbaza. Kundi la pili ni aina ya vileta njozi. Vileta nini? Vileta njozi. Hizi ni dawa za kulevya ambazo mtu akitumia anakuwa anaona vitu ambavyo havipo. Vitu ambavyo havipo. Sasa unaanza kujiuliza, unaweza ukakuta mtu akitumia ile anaona yuko London, mtu yuko Marekani, New York. Unaweza huko na niko na Diamond hapa, wakati yuko chumba geni amekaa ametulia. Kwa hiyo hivi vileta njozi ni dawa za kulevya ambazo ukizitumia zinakufanya unaona vitu ambavyo havina nini? Uhalisia. Havina uhalisia. Unaona mtu anadunda, vipi? Kuna shimo hapa, lakini ni barabara ya lami. Sawa? Kwa hiyo hivyo ni vileta njozi. Na moja kati ya hizi dawa vileta njozi, dawa ambayo ni maarufu sana kwenye hizi vileta njozi, ya kwanza kabisa ni bangi. Ni nini? Bangi. Hawani wengi mnaijua, mmeshaona huko watu wanavuta bangi. Ukikutana na watu huko wamevuta bangi, unaona yani mtu amesuka huku kaachia, alafu ukimuuliza vipi, anakuambia bana, hii style ya Tupac. Sasa Tupac kwa asuka upande anaachia. Kwa hiyo hapo yuko kwenye njozi. Sawa? Vile ni vileta njozi. Mtu anaona vitu ambavyo havina nini? Uhalisia. Tuepuke sana. Si ndio? Kundi lingine na kundi la tatu ni aina ya dawa ambazo ni vichangamshi. Vinini? Vichangamshi. Hizi ni dawa za kulevya ambazo mtu akizitumia anachangamka kupita kiasi. Kwanza mapigo yake ya moyo yanaenda spidi sana. Kwa hiyo anamfanya anakuwa amechangamka kupita kiasi. Moja kati ya kwanza madhara yake makubwa ni kwamba zinasababisha high blood pressure. Pressure ya kupanda. Kwa sababu zinaenda kuongeza mapigo ya moyo. Vile vipumbaza inashusha pressure, sababu inapunguza mapigo ya nini? Ya moyo. Sasa hivi vichangamshi ni vipi? Sababu kuna ndugu au nani ushemuona anavitumia ila hujui. Si ndio? Mojawapo kati ya hivi vichangamshi ni mirungi. Cocaine ni aina dawa kulevya ambayo pia ni kichangamshi. Mtu anayetumia cocaine naye anakuwa yuko hype. Bila kupoteza muda nitafocus na madhara. Nitafocus na nini? Madhara. Kila dawa moja kama alivyozungumza alianza na pombe, na mimi nitazungumza dawa ya bangi. Dawa ya nini? Bangi wataalamu waliofanya tafiti wakaona ina kemikali zaidi ya 400. Na kemikali zaidi? Na kuna kemikali kwenye bangi inaitwa THC, tetrahydrocannabinol. Inasababisha mtu akitumia bangi jinsi atakavyoona, atakavyohisi na kuwa tofauti sana uhalisi. Ndio maana atakulima hapa hadi kule. Lakini ukiangalia hicho kilima amelipua tu. Lao angekuwa na akili timamu
angelima kwa ufanisi wa hali ya juu. Na bangi sasa hivi imepata product mpya inaitwa Skanka. Mshasikia Skanka? Ndio. Skanka ni nini? Skanka ni dawa ya kulevya aina ya bangi ambayo haipatikani nchini, inatoka South Africa. Inatoka wapi? South Africa. Kuna watu wanasoma biology hapa? Mnajua somo inaitwa classification. Ndio. Sasa katika classification ya bangi, bangi inatokana na inaitwa cannabis sativa. Cannabis ndio scientific name la bangi. Sasa cannabis sativa ndio bangi inayopatikana kwetu hapa. Unajua cha Arusha? Cha Arusha ni cannabis sativa. Cha Arusha ni cannabis nini? Sativa. Sasa kule nchini South Africa kuna bangi inaitwa cannabis indica. Cannabis indica. Wao wamefanya cross breeding. Wamechukua kama unavyokuwa mtu akichukua mchungwa na mdimu. Unapata nini? Unapata kuna tunda utalipata kuchukua mchungwa na mdimu. Kwa wamepata bangi chotara. Wamepata bangi chotara ambayo ni kali sana, inaitwa Skanka. Inaitwa nini? Skanka. Hiyo ukipiga puff moja ndugu yangu unakuwa upo kabisa. Unakuwa unaenda Dubai. Unaenda wapi? Dubai. Wangapi wanataka kwenda Dubai hawana nauli? Sasa ukipiga hiyo Skanka unakuwa upo kabisa. Sasa usije ukatumia, usije ukafanyaje? Kwa sababu ukienda kule afu nauli ya kurudia utakosa. Nauli ya kurudia utafanyaje? Kwa sababu itakuwa imeisha. Sasa tutakurudisha vipi? Sasa dawa aina ya Skanka inakuja kwa wingi sana nchini kwetu kutokana na udhibiti mkubwa uliofanyika na mamlaka ya kudhibiti kupima dawa za kulevya. Bangi imeadimika ya Arusha, wakaamua kuleta kwa wingi. Na Kamishna Jenerali Atlas James Limo alivyofanya tafiti akasema kwamba wanawake ndio wameongezeka sana katika matumizi ya hii ya Skanka. Lakini vile vile vijana wa shule na vyuo wanatumia sana hii Skanka. Tumefahamiana eh? Sasa dawa za kulevya, zinachangia sana kuamsha magonjwa ya akili. Zinachangia sana kuamsha magonjwa ya akili. Miongoni mwa magonjwa ya akili ambayo dawa za kulevya inaleta ni kuchanganyikiwa. Kufanyaje? Kuchanganyikiwa. Ambao nyie mkiona sasa ndo mnajua hayo ndo magonjwa ya akili. Mfano mtu anatumia bangi na Skanka, anatumia bangi na nini? Skanka. Anachanganyikiwa kabisa. Au anatumia pombe anaweza akapata depression. Sema depression. Depression ni ile sonona, ni ile ya kukata tamaa kabisa. Na maliza kwa kuwapatia mbinu za kujiepusha. Kuwapatia mbinu za nini? Sasa nikisema maksudi mnasema maksudi tu. Nikisema maksudi mnasema maksudi. Maksudi. Kutumia dawa za kulevya, kuvuta bangi, kuvuta Skanka, kuvuta shisha,